Kwa majina naitwa Mrs. Bahati Chigolo. Mimi kwa upande wangu kwa kweli nimepatwa na huzuni sana kupitia kifo cha MC Pilipili, kwa sababu MC Pilipili ni likalango, lakini pia kwenye kazi zetu hizi za alipoanza kazi za sanaa, wakati kipindi anaanza kujifunza masuala ya UMC na nini, mimi nilikuwa ninadili kwenye masuala ya video. Mimi ni mpiga picha pia video shooter hapa Dodoma. Kwa tukopo kwenye kazi zetu vile ndo tunaanza bado wachanga, tunaenda vijijini huko Kibaigwa, Gairo wapi tukopo tunazunguka naye. Kwa kweli kwa upande wangu mimi nimehuzunika sana. Kama majirani, maisha yake alikuwaje? Alikuwa akiishi vipi na majirani kwa umaarufu aliokuwa nao, lakini mtaani hapa alikuwa anaishi vipi? Kwa kweli kwa jinsi ambavyo tunamfahamu majirani, hakuwa mtu mwenye maringo, hakuwa mtu wa kunata, kwa sababu kwamba sasa hivi ameshakuwa mtu maarufu, mtu mkubwa. Yani anapopita hawezi kuacha kusimama na kusalimia, anacheka na kila mtu mpaka watoto wadogo, hakuna simfahamu. Kwa hiyo mtu ambaye kwa na upendo na watu wote na rika zote. Kwa majina naitwa Maximilian. Ni mkazi wa maeneo haya ya Swaswa. Kiukweli huu msiba umetugusa kwa sababu alikuwa ni jirani yetu, mzuri, mcheshi. Ni mtu aliyokuwa anapenda watu. Tumekutana naye katika event tofauti hapa mtaani. Hata baadhi ya maeneo kama chuoni pia ameweza kufika. Ni mtu aliyokuwa anapenda watu. Kwa kweli kifo chake kimetusikitisha pia wote, kwa sababu hatukutarajia kama kweli anaweza akatuacha katika hii hali kwa hichi kipindi ambacho tulikuwa tumeshamzoea utani wake, utoaji wake, kusaidia watu. Kwa kweli ametuumiza. Amekuwa msaada mkubwa sana kwa jamii ya Wanadodoma na Watanzania kwa ujumla, kwa namna ambavyo watu mbalimbali wameeleza. Kwenye mtaa wake ni kitu gani ambacho mtamkumbuka zaidi ya MC Pilipili kwenye huu mtaa? Ni mtaa wetu, sisi tutamkumbuka kwa mambo mengi, ila kubwa zaidi ni ukaribu wake na utoaji wake katika jamii. Sisi hapa mtaani kwetu tumezungukwa na watu tofauti wenye uwezo na ambao hawana uwezo. Amejaribu kugusa kila sehemu. Amesaidia wale ambao walikuwa wana uwezo wa chini na watu wengine ambao waliweza kufika katika maeneo yetu sisi hapa tunatuzunguka.